jana michezo mitatu ambayo ilichezwa. Ushindi mkubwa wa Yanga ulichukua hisia, lakini muda mchache baadaye mnyama akaja akateka dimba kabisa, na ni matokeo ambayo jana kwenye kipenga kwenye risiti ile Wakanda alisema anampa mnyama double chance. Mnyama anaweza akashinda au akalimwaga sare. Akashinda au akalimwaga sare. Na kimsingi mnyama akalimwaga sare. Hisia zimekuwa kubwa sana kwenye matokeo aliyopata Simba kwenda kwenye mechi ya Kariakoo Derby. Nsajigwa, ilikuwa ni mechi ya aina gani? Kwangu mimi matokeo yale yalikuwa fair kwa performance ya timu zote. Kiufundi na kimbinu kwa mtu ambaye kutazama ilikuwa ni mechi ya aina gani mpaka mwisho wa siku timu zikagawana alama? Mimi nimekuwa muumini wa kuelezea namna gani ambavyo hizi timu za malaja ya kati hivi sasa zimebadilika sana kiuchezaji, lakini pia na uimara wa mabenchi ya ufundi. Saizi huu msimu ukiacha zile timu 4 za juu, kwa maana wale ambao walikuwa michuano ya kimataifa, hao wengine ukitaka utaje makocha ambao ni wazuri kwenye ligi, jina la Amani Josia haliwezi kukosekana. Ukitaka utaje miongoni mwa timu ambazo zina squad nzuri, ukiacha wale kubwa 4, Dodoma Jiji hawawezi kukosekana. Kwa hiyo kikwazo cha kwanza cha Simba jana ilikuwa ni kwa Amani Josia. Tangu amechukua timu alibadilisha namna ambavyo inacheza against wapinzani ambao ni wa kawaida kwa maana wa daraja lake. Hivi sasa Dodoma Jiji ni hizo tunaweza kaitawala mechi tena kwa pasi. Uone akibutua mpira, tuweka mpira chini. Unaona na timu ambavyo ina flow. Mechi ambazo anacheza na timu ambazo kazidiwa daraja pia. Tuliona mechi dhidi ya Yanga. Alipokea magoli 3, lakini namna ambavyo aliweza ku-approach match uwezo ukatoa credit kwa mwalimu, lazima tutaitoa, lakini kuna eneo tu ambalo quality ya wachezaji na ambao iliweza kumwangusha. Kwa mechi ya jana nilimsikiza kabla ya mchezo, aliweza kugundua kwanza namna gani ambavyo Simba wanacheza. Ukiangalia hivi sasa tangu Steven Beck amekuja, watu ambao wana operate kwenye eneo la ushambuliaji, kwa maana idara ya ushambuliaji, viungo wa ushambuliaji na mshambuliaji, mara nyingi wamekuwa wakibadilishana zile nafasi. Utamkuta leo Sele ipo kati, Ansetura amesogea mbele, utamkuta Libase ipo kulia, Ure ipo kushoto. Kwa wamekuwa wakiexchange na nafasi. Na lengo lote ile ni kutafuta nafasi ya kuweza cooperate zaidi. Libase atahitaji nafasi, aweze kupiga chenga, aweze kushoot. Hivyo pia kwa Ansetura naye pia atahitaji nafasi. Sele pia kuna muda pia anahitaji nafasi, aweze kupiga chenga, atengeneze nafasi kwingine afunge. Kwa hiyo njia ya kwanza kudili na hawa lazima upunguze nafasi ya wao kuweza kucheza kwenye nusu yako. Ndio ambacho Dodoma Jiji jana aliweza kufanikiwa. Muda mwingi walikuwa na watu wengi nyuma. Na sio tu wamejitana bali pia waliweza kuziba nafasi. Muda wote ambao Simba walikuwa wanatamani kupiga slow pass, walikuwa haoni au mashimo kwa sababu ya idadi kubwa ya watu ambao wako nao. Kwa hiyo ndio la kwanza ambao Dodoma waliweza kufanikiwa hasa wakiongozwa na wale mabeki wao katikati wawili, Bikoko pamoja na Abdi Banda, lakini pia hata viungo wawili wa chini, Salmin Dihoza pamoja na Nelson Munganga. Walikuwa na kiwango kizuri. Lakini cha pili, ilikuwa namna ambavyo walikuwa hawakuweza kutoka mchezoni. Unaweza kuwa na plan nzuri ukaiplay kwa dakika 10 mpaka 20 za mwanzo, lakini kwa sababu unacheza na timu ambayo imezidi daraja, ukitoka mchezo hata kwa dakika 1 tu ni rahisi wewe kuadhibiwa. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda, ukoona Dodoma wakitoka mchezoni, bado waendelea kustick kwenye plan mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo waliweza kufanikiwa. Lakini eneo la pili ilikuwa ni wao wenyewe Simba. Jana sisi kusema mchezo vibaya, display haikuwa mbaya, lakini walikuwa na baadhi ya moment na nafasi ambazo zilihitaji usahihi wa matendo kwa kiasi kikubwa kuliko ambavyo ilikuwa. Jana Josephine Luemba kuna nafasi alikosa ambayo ilikuwa ni yeye na golikipa Daniel Mgoli, ile nafasi ambayo itengenezwa na Chama. Haihitaji kufanya kitu bora zaidi ya kile. Lakini pia kuna moment zingine za kipindi cha pili ambazo ilikuwa ni matukio ambayo naamini haya ukiapply utulivu zaidi na ukawa unasema matendo ungeweza kupata jambo, lakini hawakuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo mpaka mechi inamalizika, kwa jinsi ambavyo matokeo yalikuwa yanaenda na mnavyo Dodoma aliendea mechi na Simba alivyokuwa matokeo yake akaweza kuyatumia, ni matokeo ambayo kwangu mimi hakunishangaza sana kwa jinsi game ilivyokuwa. Yes, ni aina ya mechi ambayo ilichezwa na matokeo yaliyopatikana. Wanasema yes, kila timu ilistahili kupata kile, na kama ingetokea Dodoma kashinda au Simba kashinda, ni mazingira ambaye namna ambavyo game ilikuwa. Kuna goli kalimiss William Heading kwenye mshoni, angeweza kuitumia nafasi na singekuwa surprise. Mambo tumsikie kabla ya kusikia Elbo pamoja na Golden. Tumsikie kocha Amani Josia akizungumza namna ambavyo alijiandaa kwenye hii game dhidi ya Simba, jinsi ambavyo aliwastadi, lakini kitu kikubwa alikuwa anatafuta heshima na kutengeneza utofauti, kwa sababu Dodoma Jiji kabla ya mechi ya jana alikuwa hana rekodi ya kuondoka hata na alama moja dhidi ya mnyama, lakini jana akasema alitaka kuonyesha utofauti kati ya timu yake yeye
na timu nyingine zilizopita hizi za Dodoma hizi, yani kwenye benchi la ufundi, viongozi, makocha. Jana yeye aliamua aweke rekodi, alama ya kwanza Dodoma kaokota mbele ya mnyama. Just spoiled the game, so a little bit disappointing in our position. The coach at the pre-match. Yes, tunapaswa kumsikia kocha Amani Josia bana. Steve Becker mapema. Amani Josia. Just spoiled the game, so a little bit disappointing in our position. Yes, bana, ngoja tuweke mambo sawa. Tutakuja kumsikia hapa kocha Steve tutakuja kumsikia kocha Amani Josia akizungumza kuhusiana na mchezo hapo jana, namna ambavyo aliuapproach hasa kwenye hiyo rekodi ambayo alikuwa anaitazama, lakini mtindo namna ambao aliweza kutumia. Golden, kwa mazingira namna ambavyo mechi ya jana imechezwa, ni performance ambayo kocha wa Simba anasema performance ile ilikuwa ina uwezo wa kuwapa ushindi, na hata mechi ijayo wakicheza kama walivyocheza jana wanapata matokeo ya ushindi. Matokeo ndiyo ambayo yanawapa hofu wana Simba kwamba hatujashinda. Lakini kocha na hata mimi binafsi sikuwa disappointed na kiwango kilichochezwa dakika ya kwanza mpaka dakika ya 90. Ni performance ambayo wana Simba wanapaswa kujivunia, au kuna hofu yote wanapaswa kuwa nayo? Hofu lazima wawe nayo. Vuta maiki. Maana ukizingatia timu Simba toka huu mwezi wa pili uingie, tatizo kule limekuwa upande wa fitness. Game zote kuanzia ya Esperance, ya KMC, iliyopita hata jana, hasa ikifika kipindi cha pili, timu inaishiwa nguvu kabisa, inakuwa ina struggle mpaka imefika hatua watu wakwambia kipindi cha pili, mfano kwa Kamalia, wakwambia kuna uwezo wa Simba kumwekea under 0.5. Sasa tatizo wanaotakiwa kulisolve tatizo kuu yanatakiwa anze kwenye upande wa timu ya fitness, wachunguze shida ni nini. Lakini jana ukiangalia wamekimbia energy, na kweli wamekimbia. Energy kwangu ilikuwa the same jana. Na mimi unajua wasiwasi wangu haikuwa Simba. Wasiwasi wangu ulikuwa Dodoma. Kwa Dodoma hii energy anaweza kapiga nayo 90, lakini kaona Dodoma naye kapiga vile vile. Kweli walikuwa wamejipanga. Kitu kimoja kilichowasaidia ni home advantage. Kwa maandalizi yote ya timu, pia pongezi nyingi ziende kwa kipa wao. Daniel Mgoe. Maabia matokeo angekuwa tofauti sana. Kwa hiyo naamini kwamba kuna namna ambayo Simba wanapaswa kuboost kidogo fitness yao. Bado tumsikie kocha Amani Josia. Nafikiri jambo kubwa ambalo limetuongoza ilikuwa ni confidence baada ya yale matokeo ambayo tuliyopata, lakini pia na kujaribu kutaka kuvunja mwiko, kwa sababu kabla ya hapa tulikuwa na records ambazo kwa zinasema kwamba katika mechi 10 Dodoma Jiji hajawahi kushinda wala kupata sare. So at least tunajitahidi sisi tuliopo tubadili upepo wa hayo matokeo, kwa sababu hii timu ina washabiki, kwa sababu hii timu ina uongozi na ina watu ambao wanaifurahia. Hakuna sababu ya kuwaweka kwenye unyonge. Tunajaribu kuona namna ambavyo tunaweza tukapambana at least kubadili huo upepo, na tumefanya hivyo. Tuliingia na plani ambayo maybe tulitaka tuwalazimishe kutoka juu, lakini tukaona mwanzo kama haijafanikiwa, so tuka switch at least tuwe kwenye transition ya defending to attack, yani tuanze kudefend kisha ndo tu attack, lakini pia na kujaribu kuziba zile gaps, kwa sababu Simba wanakimbia kwenye eneo la midfield kwa kufanya rotation, so ni watu ambao wana interchange position. Hilo ni jambo ambalo tulielezea mapema na wachezaji wetu wameadapt vizuri sana, kwa sababu at least kuna muda ulikuwa unaona wana retain zile spaces ambazo Simba wanataka kuzitumia, lakini pia huo moyo wa kujitoa, credit sana ni kwa wachezaji kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wanasikiliza, alafu wanaenda wanatekeleza, alafu wanakuwa na moyo wa kupambana kutaka yale matokeo. Kwa hiyo ukiona timu kwa leo ni kama ni kweli wako wanapambana, kuna kitu wanakitafuta, kwamba tunatafuta is either point 3 tuwashtukize au point 1 ikishindikana, na tungeweza kupata hata point 3 mkiangalia mpaka filimbi na prizwa ni sisi tulikuwa tunaenda 1v1 na goalkeeper. Yes, so ni kocha wa Dodoma Jiji Amani Josia akizungumza kile ambacho kimetokea kwenye mchezo, kwa maana ile game situation, akiwa anaamini kwamba na wao walikuwa kwenye position nzuri kabisa ya kuweza kupata matokeo ya ushindi katika mchezo huu wa jana, mechi ambayo ilimalizika kwa matokeo ya 0-0. Tumsikie pia kwa upande wa kocha wa Unyamani Simba Sports Club, kocha Steve Becker, ambaye naye pia amezungumza, lakini aligusa kwenye eneo zima la upotezaji wa muda ambao ulikuwa linafanywa na Dodoma Jiji, lakini pia amegusia kwenye eneo zima la kiwango cha wachezaji ambacho amekionyesha hapo jana. Anaamini hata kesho au leo wakicheza tena kwa performance ile, ni performance ambayo inawawezesha au ilikuwa ina uwezo wa kuwafanya wao washinde mchezo.
Just spoiled the game, so a little bit disappointing in our opposition. The coach at the pre-match conference said he would come and attack, but it was clear that they celebrated a goalless draw. For me, you know, a few balls, the pitch purposefully not time wasting from first half. Yeah, that's just disappointing and anti-football in my opinion. I can't fault my team. We played well enough to have won the game. We tried. Commitment was really good. Maybe a little bit of detail here and there in certain moments can be better, but really happy with the commitment that they put in. If we play like this, we'll win many more matches. Like we prepare for any other game, we will make sure we're well prepared. Obviously, you know, we have gained momentum. We're showing that we're a difficult team to play against. So yeah, obviously we need to recover from tonight's match and maybe disappointment of not getting all 3 points and get ourselves to Zanzibar as quickly as possible, and we'll prepare for that game. I mean, every game you play for 3 points, so whether you play Dodoma or whether you play Young Africans, we came to get 3 points. We tried our best to get 3 points, so once again we'll go on Sunday against Young Africans. I'm looking forward to the derby. It's a big derby, and we'll be going out to ensure that we do give our best performance so that we can get ourselves 3 points. Yes, huyo ni kocha Steve Becker akizungumza kwenye maeneo mengi zaidi. Kocha Amani Josia kwenye press conference alisema ndakuja kuwashambulia, lakini Steve Becker anasema kukutana na situation ya tofauti. Na kocha Amani Josia pia amesema mpango wao wa kwanza ulikuwa ni kuwazuia Simba kwa kuwakabia juu. Na walianza hivyo. Baadaye mpango kuna mtu tunapima game situation. Kwa sababu ile nafasi ambayo alikosa Roemba ilikuwa ni counter press. Wao ndio wanaenda kushambulia, lakini pia kuna moment ambayo Selemani alienda kupressa kawini mpira. Baadaye walikuwa wamechange. Hata kwenye build up walikuwa waanzi nyuma. Kwa hiyo plan ya mwalimu Amani Josia aliyoizungumza alimchanganya kumbe Steve Becker. Tulikuwa nimemwambia wewe Matola msikilize huyu. Matola inawezekana akasikiliza, akamwambia bwana uchambuzi wa huyu bwana anakuja kushambulia. Mechi ikaanza kweli, Amani Josia na kabia juu akaona Loemba anatembea sana. Kwa mwalimu kule mbele kama zinadondoka hivi. Na kuna kaunta moja ilipigwa, ikasema mwalimu ndo katani vipi? Yaani kwa hiyo kuna mipira ambayo mwanzo ilikuwa ina kweli Simba alikuwa anachomoka, lakini game situation ikabadilika. Elbo mwalimu anasema yeye anafurahishwa na anachokiona na performance ya jana. Inaweza ikashinda mchezo wote, na anasema ametumia kauli kwamba tukicheza hivi basi tutashinda michezo mingi sana ambayo inafuata huko mbele. Yes, kwake mwalimu tangu ameichukua timu unakubaliana naye kwamba kuna progress unaiona ya mechi na mechi. Alianza ile ya combination, kujaribu combination za wachezaji kwa maana partnership uwanjani zikaanza kuonekana. Tuliona moja ya switch ambayo hata mimi mwenyewe imenishangaza pale ninapoona Loemba anakuwa juu ya Chama anakuwa chini. Chama anakuwa chini. Yes, ni switch ambayo unaiona inaanza kuweka kwa sababu wote sasa wanatembea eneo kubwa. Yani Loemba ana energy ya kutembea eneo kubwa, Chama naye amejiongeza kwenye eneo hilo, anatembea eneo kwa kushoto mwa uwanja, chini kidogo anapokea mali, yeye ndo anaanza kuiprocess zaidi ya zamani alikuwa anapokelea juu. Unaona ukocha kwamba anajaribu kitu kipya na kinaanza kuweka. Mawinga wake pia ameanza na mawinga wapya kwenye baada ya dirisha dogo. Kina pamoja na Libasi. Anawapa nafasi kipindi cha kwanza, wanaanza. Wao technically ni watu ambao wanatumia uwezo binafsi kutaka kuforce kuingia kwenye boxi. Maelekezo ya mwalimu yanakuja sasa kwa hawa wengine, kwa maana Sulemani mwalimu atakuwa wapi wakati ambao winga ana cut in, wakati ambao kiungo namba 10 Loemba ama Chama wanakuwa wanalisogelea boxi, mshambuliaji ama winga atakuwa wapi. Unaziona hizo partnership zimeanza kuweka. Eneo ambalo bado wanadaiwa mwalimu, ambalo pia hata wachezaji wenyewe wanadaiwa, huwa linaenda 50-50 kwa mwalimu na kwa wachezaji, na uliona bado ni shida kwa Simba, ni pala ambapo mpango kazi wa timu umekubali kama jana, energy ya timu imekubali kama jana dakika zote 90. Je, mchezaji kama mchezaji unafanya nini kwenye mazingira ambayo mwalimu alikuelekeza namna ya kukaa kwenye position, namna ya kubiti one defender, kiungo mmoja, unakutana na watu watatu mbele yako. Unafanya nini sasa? Hiyo mwalimu kama coach ukitaka kumlaumu kwenye eneo hilo utamuonea. Ni mazingira yako sasa uwanjani wewe kuonyesha kwa nini wewe ni mchezaji, kwa nini umepewa jezi ukaaminiwa kucheza kwenye hicho kikosi. Kwa maana kama una uwezo wa kuwabiti wote watatu,
onesha. Kama umeshasoma mazingira kwamba hawa wanakuja wawili, nikishamtambuka mmoja mwingine anapoka mali, na angaliaji wenzangu na communicate nao vipi wanavyokuja. Hiyo sasa ni kwa wachezaji wanadaiwa, lakini hata mwalimu kuendelea kusoma. Umeona namna ambavyo alifanya analysis, ndio napata wasiwasi na mtu wa analysis wa Simba kwenye mwendelezo wa kuzijua timu ana share vipi na kocha. Kama kocha alikwenda na analysis ya kocha mwenzake kwamba nitakuja hivi, na ukawa mpango wake mama kwenye kubadilika, hiyo unakuwa na wasiwasi na timu nzima sasa ya benchi la ufundi kwamba wanakuwa wanamjua vipi mpinzani na reaction yao pale ambapo wanakuwa mpango kazi wa mpinzani umekuja tofauti na vile ambavyo waliplan. Kwa hiyo ni mambo machache ambayo unaona yanafanywa kazi katika mwendelezo, lakini swala la kushinda mechi kuna muda mpango wote umeshakubali, ndio linamhitaji sasa Libasege ajue yeye mwenyewe situation anayokutana nayo uwanjani aibadili vipi kutokuwa ngumu kwake kwa kushirikiana na wenzake ama kwa uwezo binafsi. Au atadaiwa, Chama atadaiwa, mengine sasa mwalimu anaweza kama amemaliza kila kitu. Hata jana ulikuwa unaangalia moment wanapotengeneza nafasi, matumizi yake yanabaki tu kama kufanya kitu cha ziada. Nafasi mbili za Loemba zilikuwa zinahitajika tu utulivu wa ziada kufanya kitu. Dakika za mwisho wakawa natamani sana kupiga mashuti kina Elie Mpanzu, Chama. Bahati mbaya kuna shuti moja la Chama limgonga Kapombe. Yaani mnakuwa wengi kwenye box, lakini mna communicate vipi kuachiana space ili kumchanganya mpinzani na nyie wenyewe kupeana space, ambao ni mambo sasa ya kuendelea kutengeneza partnership na mwalimu pia naye kufanya eneo lake na ule uwezo binafsi pia kwa wachezaji. Yes, tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapa tutakuja kutazama performance na matokeo ya Young Africans hapo jana yanamaanisha nini kwenda kwenye game ya Kariakoo derby ambayo itapigwa siku ya Jumapili, mazingira yake, matokeo ambayo wameyapata, lakini pia kwa mnyama Simba